Raha gani na ushiriki nikitegemea Yesu tu. Baraka gani tena amani nikimtegemea Yesu. Tegemea. Salama, salama bila hatari. Tegemea Mwokozi Yesu. Baba yetu, saa imefika tena tuweze kusikia sauti yako. Uwe na kila mmoja wetu, tupe uwezo kuelewa na kufanyia kazi. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Amen. Nataka tu nijiridhishe kwamba wale ambao wanafuatilia kwa njia ya mtandao wanatupata vizuri. Kwa hiyo watu wa media wakinijulisha kwamba tuko sawa, ninaendelea. Kama tuko sawa, nikamate maiki nyingine, maana hataki mtu yote akose. Watu wetu wa online kama wanatupata vizuri, asante sana. Leo nina somo ambalo linasema moja ya sababu ya balaa. Nimesemaje? Neno balaa tukilisikia kwa haraka sana kwa Waswahili wanahusianisha na mambo mabaya, wanahusianisha na mambo ya waganga, wanahusianisha na mambo ambayo huenda katika mimbari ya Kikristo isingelitajwa, lakini leo utashangaa ipo kwenye Biblia. Hebu niulize swali kidogo. Wangapi wana Biblia Kiswahili cha kisasa? Nyosha mkono. Nyosha mkono kama unayo. Hakuna. Wangapi wana Biblia ya Kikuyu? Kristo wa neema yote. Wangapi wana Biblia ya Kijaluo? Wako wangapi? Wabarikiwe na Bwana. Wangapi wana Biblia ya Kisii? Nyosha tu mkono. Kama unayo hapa, nyosha mkono. Kuna mtu nimeona? Aya, Biblia nyingine kando ya Kiingereza ulionayo, nyosha mkono. Uniambie ni ya kabila gani? Maana ya Kijaluo tumeshaipata moja. Tumepata watu kadhaa wanayo. Kikuyu tumekosa. Kikamba haijatoka bado. Aya, tunaweza kupata microphone iende kwa yule mwenye Biblia ya Kijaluo. Kuna Biblia gani nyingine tunayo? Sitakuita hapa mbele, watakufuata hapo ulipo. Kwa usiwe na wasiwasi. Biblia gani nyingine tunayo? Haise. Afrika. Mkoloni ametukamata akili. Haya. Peleka pale kwa ile ya Kijaluo, alafu kuna mtu huko alinyosha, au mimi macho yangu ndio yameona vibaya. Kwa hiyo katika Biblia kando ya Kiswahili na Kiingereza ya makabila yetu tuna kabila moja tu humu ndani. Niko sahihi au nimekosea? Tuna moja ya Kijaluo peke yake. Hatuna nyingine. Naongea na watu au na binadamu? Haya. Ile ya Kijaluo atatusomea kitabu cha Mhubiri sura ya 9. Mhubiri sura ya 9. Ngoja nione kama nimepata vizuri. Ndio, sura ya 9 fungu la 12. Tuliona kuna mtu ana Kiswahili cha kisasa. Tuna Kiswahili cha kawaida.
Haya, tuanze na Kijaluo sasa. Watusomee. Matolo mako kata winy ma omoko e wino. Adier wamoko e samarach ka ok wang'eyo kata matin. Sasa Amen. Tutafsirie kwa Kiswahili, ila usitafsiri kama Biblia Kiswahili inavyosema. Yaani chukua neno la Kiluo kama lilivyo, ulilete kwenye Kiswahili, maana mimi shida yangu ni maana. Twende sasa. Nataka kuleta Elder William atusaidie hapo ndipo kazi ilipo hapo. Anatafuta msaada kwa nani? Hebu jaribu tu, utaweza. Mtu ajui saa yake itafika lini. Kama vile samaki wanavyonaswa katika wavu kwa bahati mbaya. Kwa bahati mbaya. Zingatia vizuri, kwa bahati mbaya ndio? Kwa bahati mbaya. Na kama vile ndege wanavyonaswa katika mtego wa ghafla. Kwa ghafla. Ndio. Ndivyo wanadamu wanavyonaswa na balaa inapowaangukia bila ya kutazama. Mmesikia vizuri? Sijui kwa sababu tumetamka neno balaa ndio maana akapata msamiati wa balaa. Neno balaa kwa Kijaluo linaitwaje? Balaa kwa Kijaluo ni chandro kata obadho. Nitakula viazi vya moto nitaweza kutamka vizuri. Twende vizuri. Asante sana ndugu yangu, unaweza ukakaa. Kiswahili cha sasa kinasema hivi: mtu hajui saa yake itafika lini, kama vile samaki wanavyonaswa katika wavu kwa bahati mbaya. Jamani, kwa bahati. Yule samaki akitoka kule kwenye nyumba zake alikuwa hajui kwamba atanaswa. Anasema hivi, na kama vile ndege wanavyonaswa katika mtego kwa ghafla, ndivyo wanadamu wanavyonaswa na balaa inapoangukia bila kutazamia. Hapo kuna vitu vya msingi vya kujifunza leo, na neema ya Bwana itusaidie tuweze kuelewa. Sasa hivi hapa ni 6:31. Tufunge saa ngapi? Rahisi kusema hatutazidi, kama tukienda sana 7:15. Na nusu. Haya, ikiwa hatutamaliza tutaunganisha. Mimi kawaida siku zote nikifundisha sipendi kumaliza mada kama watu hawajaelewa. Kwa hiyo ni bora tuende huko tuchukue muda wa ziada, lakini watu wafanye nini? Kuna mambo yanatukuta kwenye maisha. PAC kwenda Anglican alafu tunakataa. Nipungie mkono kama unaanza kunielewa sasa. Yaani kwaya inaitwa iende Roman Catholic. Watu wanakaa baraza wanasema haiwezekani. Hujajua utume wako. Mchungaji anaalikwa na mchungaji wa Pentecost hapo. Anaambiwa njoo siku ya Jumapili uje utumegee mkate, anasema mimi sio mlokole. Hujajua utume wako. Tulipokuwa na watu wa New Life siku ya Sabato, nikawaambieni Biblia yote isomeni, hakuna sehemu yoyote imeandikwa kwamba twende tukafanye crusade. Hakuna sehemu inasema tukafanye mikutano. Na nikawaonya nikasema msije mkafikiri nimesema mikutano haina kazi. Hapana, nitakwambia kazi yake, lakini hatujaambiwa. Tumeambiwa enendeni mkafanye watu wote kuwa wanafunzi, ndio neno. Sasa utaniuliza kwa njia gani? Imeelezwa pale kwenye Biblia. Watu wayaone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye wapi? Tumefeli kwenye matendo, tunafanya marketing. Kwa sababu hatuna namna nyingine ya kumshawishi mtu. Relax kidogo, nataka nikwambie kitu kikudisturb kwenye akili, urudi kwenye toba, mwambie Mungu nisamehe, nataka nianze upya. Ilitakiwa tukifanya biashara zetu zionekane tofauti na watu wengine, waje watuulize mganga wenu ni nani? Haleluya. Ndio mpango wa Mungu huo.
Ilitakiwa watu waje waulize, mbona shamba lako wewe linakuwa hivi? Siri yako iko wapi? Watu wayaone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye wapi? Mbinguni. Ili watu waje waulize, huyu Mungu wako. Biblia inasema ya kwamba mtu mmoja atamshika Mwisraeli mmoja pindo la vazi akimwambia, nitakufuata kwa Mungu wako. Ukiona mtu anafanya marketing sana, tunaanza kuelewana sasa. Ndio wakati mwingine tunapoongea kwamba kuwatia moyo katika uchumi, kuomba kwa ajili ya uchumi wenu, kuomba kwa ajili ya biashara zenu, kazi zenu, hatuna lengo la kufanya show off, kwamba watu watuone tuna magari mazuri, watu watuone kwamba tuna nyumba nzuri. Hiyo sio target yetu. Target yetu ni mission. Hatuko hapa duniani kwa ajili ya show off, tuko duniani kumtangaza Kristo. Haleluya. Ndilo lengo. Wewe ukae miaka mingi, uishi miaka mingi, ili watu waje waulize, vipi? Tunakosea wakati mwingine tunapokuwa na afya nzuri, tunasifia ujumbe wetu wa afya badala ya kumsifia Mungu aliyetupa mafunuo. Usione hivi. Si tunajua hatunywi soda sisi. Unywi soda ndio nakukubalia, unywi soda na mimi sikatai kabisa. Lakini unajua kwamba kile ambacho wali unafanya kwenye mwili wako ni karibu na soda. Mtazame jirani yako, mwambie umeelewa au umechanganyikiwa? Sasa twende tuanze kuelewa vizuri. Tunaongelea habari ya balaa hapa. Mimi ukiniuliza kwenye akili yangu hapa, nitakwambia neno hili ambalo Mungu ndiye atakayeni. Mathematics ni ngumu, ni mtazamo wako. Mathematics ni ngumu, ni mtazamo wako. Kila tunapoishi tunaishi mathematics. Na lengo la kuletewa mathematics ilikuwa ni kusaidia vijana wetu waanze ku exercise thinking capacity. Lakini leo tumeletewa kila kitu. Labda itokee kwa mpango wa kimungu kama wa Ayubu, lakini mengine yote ukichunguza kuna mahali tumemesa hapo. Na hapa ndipo nahitaji kuwarudisheni katika uongozi wa Mungu ili turudi kwenye mstari. Na tusichanganye haya mawili na kwenda mbinguni. Mbinguni tunaenda kwa damu ya Yesu. Haleluya. Usichanganye haya mambo haya. Sasa hapo ametumia neno balaa. Nimeshangaa sana, neno balaa lipo kwa Kiswahili lakini lipo pia kwa Kiebrania. Na lina maana sawa. Waebrania na sisi Waswahili kuna maneno mengi sana tunafanana. Mmoja wapo ni hilo balaa. Wana maneno mawili lakini mmoja wapo ni balaa. Wana neno lingine damu. Sisi tukisema damu na wao wanasema nini? Damu. Wakikuyu wanasema dhakame. Nina Wakikuyu humu ndani. Si ndio hivyo jamani? Sasa kila kitu kikitazama katika maisha, hata wazee wetu wa Kiafrika zamani, pakitokea jambo pap, wazee walikuwa wanakaa wanauliza, hii kwa nini imetokea? Mnajua, acha hii habari ya dini imekuja baada. Nataka nijue maana ya ndoto. Kwanza sio kila ndoto inatoka kwa Mungu. Tuko sawa sawa? Lakini pia tafsiri ya ndoto hazifanani, sio formula kama ya mathematics. Unaweza hapa ikawa na maana fulani, kule ikawa na maana. Ndio sababu sio vizuri kumuuliza mtu, niambie hii ndoto imenisumbua na hii sina maana, niambie maana yake. Sio kazi yao. Ni vizuri umuombe Mungu ndiye akufunulie. Maana Mungu ndiye anayejua. Akasema wewe ndiye ule mti. Anasema wakati wa utawala wako Mungu amekupa kutawala mpaka ndege. Wow. Mpaka nini? Wanafurahia chini ya utawala wako. Na mimi naulizeni mlioko hapa, umewahi kuwa na utawala mzuri pale nyumbani mpaka kuku wanashangilia? Au ukifika nyumbani mbwa wanakimbia, amekuja? Mungu akikupa neema unakuwa mbaraka mpaka kwa wanyama. Sitaki kuifanya kuwa kanuni, ila nakuambia sheria ya asili na siri yake. Nimesema sitaki kuifanya kuwa mtu ambaye ana kwa asili ana nguvu za baraka, tunaziita ni positive energy. Popote anapokaa watoto wanapenda kumkimbilia. Njoo mwenye balaa. Katoto kakiambiwa nenda,
Huyu mtu ana shida gani? Yaani na yeye hajijui lakini vitoto havimtaki. Kuna mwingine mtaenda kwenye nyumba, mbwa watabweka kweli kweli, lakini kuna mwingine anakuja, ni mgeni siku ya kwanza, lakini mbwa wanamwangalia, wanajua ana amani. Mtazame jirani yako, muulize, wewe ni wa type gani? Sasa sikia, ndoto inasema ule mti ni wewe. Kuna mjumbe wa mbinguni, mlinzi. Neno lilotumika pale ni mlinzi, lakini ukitazama kwa kina katika lugha ya asili ni mtazamaji au mwangalizi au watcher. Anasema kuna mambo umefanya, hukumu imetolewa tayari ya kwamba kwa mambo haya inatakiwa unyang'anywe ufalme wewe, lakini walipoangalia kuna mema yameonekana. Anasema hivyo hawang'oi mti ila wanakata. Na yule mlinzi anasema acha kisiki. Anasema kwa sababu hiyo basi, hii amri imetoka kwa wakuu, hakuna ujanja tena. Danieli akamwambia ninakushauri. Anasemaje jamani? Anasema nakushauri, nenda ukatende mema, watetee yatima, maskini na wajane, huenda ukaongezewa siku. Naamini kuna kitu Roho Mtakatifu anakusemesha moyoni sasa hivi. Watoto wa Mungu mlioko hapa, una habari baadhi yenu mnavuna baraka za babu au bibi ambaye hayuko duniani ila alitenda mema na ilibidi alipwe, akafa kabla ya wakati, zikahamishiwa kwako. Mnakumbuka jana tumesoma andiko katika kitabu cha Isaya, inasema jifunzeni kutenda. Bado usije ukachanganya na kwenda mbinguni. Kwenda mbinguni tunaenda kwa neema na kwa damu ya nani? Hiyo haibadiliki. Lakini nikwambie, kufurahia mema hapa duniani kuna vitu lazima ufanye. Mtu mwenye akili timamu ya kiroho anayejua hiki ninachokisema hawezi kusikia kanisa linatangaza, jamani tunahitaji tujenge kanisa, tutoe bati tuweke bati lingine. Mtu mwenye akili timamu huwezi kumsikia akisema nao wamezidi kila siku michango. Mtu mwenye akili timamu anasema wow, hiyo ni chansi yangu, nitachangia. Haleluya. Tumesema tunaangalia mojawapo ya sababu ya balaa, na balaa inawapata wengi. Mimi ninapoongea habari ya kusaidia maskini, huwa nawaambia watu kwamba kuna kitu hamkielewi, lakini mkikijua mtakifanyia kazi. Usiache kusaidia maskini, usiache hata siku moja, na usiwaseme vibaya. Maana kwanza lile ni funzo kwamba hata wewe ulicho nacho ni neema ya Mungu. Kuna watu wamepitia ugumu katika, usije ukawaita ni wazembe, wanafanya kila kitu inavyowezekana, ila kuna balaa linawachapa, wanapitia uzoefu mgumu. Usipende kuhukumu. Usipende kuhukumu watu kwa sababu hujui walichokipitia. Kuna watu wako barabarani pale wanavuna walichokipanda, na wewe kama sio kuzuiliwa na kuelimishwa unaenda kuwa kama wao. Kila unapoona mtu anapitia ugumu, iwe ni sehemu ya wewe kujifunza kwamba yule naye muona pale, mimi bila Kristo ningekuwa vile. Na wakati mwingine ukijikuta mdomo wako umetamka hata kuwasema vibaya, kwa sababu wewe ni binadamu, kuna saa unakosea. Usiende na hilo jambo, tubu haraka sana, mwambie Mungu nisamehe, nimetamka vibaya. Ninapoona watu kule wanatumia madawa ya kulevya, sianzi kusema wazazi wao walishindwa namna ya kuwahudumia au hawakuwafundisha vizuri. Nasema yule ni mimi, ila tu neema ya Yesu imeniweka hapa. Haleluya. Twende kitabu cha Hesabu. Tulisomewa Hesabu sura ya ngapi, watoto wa Mungu? Hesabu sura ya ngapi? Mstari wa ngapi? Wa 8. Mnaukumbuka unasemaje?
Hebu nione kama tunakumbuka. Mimi sitasoma, nataka niwasikilize nyinyi. Tunakumbuka unasemaje? Soma tu moja kwa sauti uko, piga kelele kabisa tutasikia. Ndio. Tengeneza nyoka ya shaba. Na umweke juu ya mti. Ndio. Yeyote aliyeumwa na nyoka anaweza kumtazama na akaishi. Aha. Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, tengeneza nyoka weka juu ya mti. Kila atakayeumwa akimtazama atapona. Sasa relax kidogo. Kwa muda wako utarudi usome sura ya 20 ili tupate picha nini kilitokea. Mimi nakupatia vitu vichache muhimu vilivyotokea. Kabla ya sura 21 kuna vitu vimetokea. Sura ya 20 fungu la kwanza, nasoma Kiswahili cha kisasa. Jumuiya nzima ya Waisraeli ilifika katika jangwa la Sinai mnamo mwezi wa kwanza, wakapiga kambi yao huko Kadesh. Wakiwa huko, Miriam alifariki akazikwa. Tukio la kwanza sura ya 20 ni kifo cha nani? Cha Miriam. Wanafunzi wako vizuri kabisa. Mahali hapo walipopiga kambi hapakuwa na maji. Kwa hiyo watu jumuiya yote wakakusanyika kinyume cha Mose na Aaron. Waliwalalamikia wote wakisema, afadhali tungekufa pamoja na ndugu zetu mbele ya hema la Mwenyezi Mungu. Nisikilize sasa. Tatizo ni maji tu. Wasema bora tungekufa. Kuna maneno usiyatamke kwenye maisha yako. Sijajua kwa makabila yetu ya hapa Kenya na kwingineko. Mimi kule ninakotokea, ikitokea umetamka neno linalohusu jambo baya la kujidhuru we mwenyewe, wanasema wazee, tema mate, kwamba haraka sana hiyo kitu kanusha. Siongelei kwamba kuna nguvu ya kimuujiza katika hayo maneno, lakini kuna nguvu katika matamshi ambayo huleta matokeo na kuunda tabia. Wasema heri tungekufa. Hiyo story ukisoma kwenye Kiswahili cha kisasa inaleta maana nzuri sana. Maana Mungu akamwambia Musa, leta ile fimbo, shika ile fimbo wewe na Haruni, alafu mtaenda mbele ya mwamba, mtauambia mwamba utoe nini? Maji, nao utatoa maji. Lakini kuna vitu pia nilipata hapo nikavipenda. Wakati Musa na Haruni wamepewa pressure na kusanyiko, wakiambiwa bora tungekufa, Biblia inasema wakaenda kwenye hema wakasujudu. Wewe ukipata shida unaenda wapi? Mke wako akikupa stress unaenda wapi? Kuna wanaume mke akimpa stress anaenda kunywa pombe. Kwenda kunywa pombe kwa sababu ya stress ya mke hakumbadilishi mke, ila kwa muda unapata udanganyifu kwamba shida haipo. Ukirudi nyumbani iko pale pale. By the way, ukiangalia mgogoro mkubwa kwenye ndoa ambao unatokea, au nimeanza kipindi cha mchana bila wakati wake. Mgogoro mkubwa kwenye ndoa ukitazama, tatizo sio mmoja au wa pili. Tatizo ni kutoelewa mwingine yukoje. Mwangalie jirani yako tena. Mwambie umeelewa au mchungaji afafanue hapo kidogo. Amesemaje? Ameelewa mbona mnanichanganya? Tatizo sio kwamba eti fulani ni mzuri, mwingine ni mbaya. Tatizo ni kutokuelewana tu. Kwa mfano, wanawake wanawaza kwa kutumia hisia zaidi kuliko mantiki, reasoning. Yaani kuna siku unaweza ukaamka ukakuta mke wako amenuna. Ubongo wa kiume unaanza kuwaza, kuna shida gani? Hivi kuna nini imefanya? Maana wanaume mpaka anune kuna reason behind. Kwa hiyo wanafikiri wanawake nao wako, yaani kuna siku tu ameamka ukimuuliza mama una shida gani? Yaani ni hormone siku hiyo. Kuna hormone tu imeongezeka, kwa hiyo anakasirika tu. Kwa wala usipate stress kwamba sasa imekuwa kuaje. Nimewaambia ndio sababu unaweza kwenda kwenye msiba
ukakuta mke wako analia kwenye msiba, unamfahamu marehemu? Anakwambia hapana. Sasa kwa nini unalia? Anakwambia nimeona vitoto vilivyoachwa. Akina mama ninawaonea. Si ni kweli kabisa eh? Sasa unauliza hivi vitoto vinakuhusu nini? Ni kwa sababu alivyovitazama. Wanawake wanafikiri kwa hisia. Vitoto vya watu itakuwaje? Wanaume anaenda kwenye msiba, anatazama. Yaani kwanza mwanaume analia kwa sababu gani? Maana anawaza vimeachwa, maisha yatafanya nini? Yataendelea. Habari imeishia hapo. Tunagombana mara nyingi kwa sababu wanawake wanajieleza kwa kulalamika. Wanaume wanapokuwa na matatizo wanatatua wenyewe ndani kwa viumbe wawili tofauti. Mwanaume ameumbwa kuleta majibu, ndiyo nature, ndivyo alivyoumbwa hivyo. Ndiyo maana kuna saa anachanganyikiwa, mkewe akimweleza matatizo yake, anafikiri anataka majibu, kumbe kuna saa mwanamke hataki majibu, anataka kusikilizwa. Yaani akueleza ile shida yake tu, anataka tu umtie moyo tu. Kule kazini wananisumbua, mwambie, "Wai, wanakusumbua wanakusumbua nini?" Anaeleza mambo yake. Watu wabaya kabisa. Wabaya baba, wabaya. Hata shida mwanaume anataka atoe majibu. Wanakusumbua nini? Maana ubongo wa kiume una majibu. Asema unajua yule bosi, nikifanya kazi hivi na hivi, ananiambia kwamba sijafanya kazi vizuri. Muitishe maelekezo ya kazi. Tuko tofauti. Kwa ndivyo migogoro inavyotokea. Sasa sikiliza. Mgogoro mkubwa ambao uliwapiga kina Musa ni kwamba watu wanalalamika. Walipolalamika, Musa na Haruni wakajua pa kupeleka malalamiko, wakaenda kwa Yesu Kristo. Na mimi nawaambieni wote mlioko hapa, haijalishi unapitia hukumu kiasi gani, nani chanzo cha tatizo, peleka kwa Yesu Kristo. Mwambie, msimulie. Kuna watu mnawasimulia mambo yenu, badala ya kupata suluhisho, mnajivua nguo wenyewe. Huyu unayemsimulia akitoka hapo naye na mtu wake atamsimulia. Ukiwa hapa mbele mnaimba kwaya, kuna watu wako kule utafikiri ni CIA. Anamkonyeza, anambia, unaona? Sema yupi? Sema huyo mwimbaji. Yupi? Sema na wewe mpaka wajue kwamba tunamsema. Angalia taratibu. Sasa yupi? Anasema hapo, angalia wa Hesabu wa kwanza, wa pili, wa tatu. Musa akasema hii habari namwambia Mungu. Mnakumbuka hata wakati wanavuka bahari, Musa alilia. Nisikilize vizuri. Kulia sio ishara ya udhaifu. Ni kuonyesha kwamba unahitaji msaada. Sijaona shujaa wa imani yeyote katika Biblia ambaye hakuwa na sehemu ya ubinadamu wake. Wote unaowaona, Ibrahim baba wa imani alikuwa muoga. Siri yake ni kwamba hakuruhusu uoga utawale maisha. Kwa kusikia uoga ni kawaida, lakini usiruhusu huo uoga ukakutawala. Ndiye mwanaume pekee kwenye Biblia aliyempa mkewe mwanaume mwingine. Sijawahi kuona kwenye Biblia. Sijawahi. Ndiye pekee yake Ibrahim. Akamwambia Sara, najua wewe ni mzuri, wakikuona hawakuachi, na ili wakuoe wewe wataniua mimi. Kwa hiyo mama, sikia, nimekubali kukugawa. Bora uhai wangu. Kwa hiyo tukifika pale wakiuliza tu kwamba huyu ni nani, sitasema ni mke wangu. Mimi nitawaambia ni dada, na wewe ujibu hivyo hivyo. Jamaa alijua itaishia tu hapo. Kufika pale akaulizwa kweli, taarifa ikaenda kwa mfalme, kuna mwanamke mzuri amekuja hapa. Sasa ametoka wapi? Sema amekuja hapa bwana. Nendeni mkaulizie. Tuambie, huyu ni nani wako? Dada. Mama, huyu nani wako? Kaka.
Alo, kaka yake mna mtu, mfalme anampenda dada yako. Jamaa akakubali. Ni kwa sababu ana neema. Nimesema na nini? Mnajua maana ya neema? Ni baraka ya Mungu isiyoangalia makosa. Wow. Usiku ule tu akaambiwa yule mfalme, usiguse huyo, ni mke wa nani? Mimi nina mpango wangu nikifika mbinguni na maswali mengi, moja hapo ni haya ambayo nakuambia. Akarudishwa, alafu eti anapigwa mkwara kabisa, anaambia huyu kwa ni mke wa mtu, mwambie akuombe. Mimi nimekosa nini? Niliuliza, akasema dada. Mungu atusaidie sana. Watoto wa Mungu mlioko hapa, woga ni kawaida, lakini usiruhusu kutawala. Haleluya. Na wakati mwingine ukisikia woga, mwambie Mungu, kuna kitu nahisi ndani, ni woga, nisaidie. Mimi naambieni kuhusu imani. Naye ongea na wewe hapa, unaweza kusema pastor, hivi kuna wakati na imani yako inatikisika sana tu. Lakini nimejifunza kitu kimoja. Siangalii imani yangu zaidi, naangalia aliyeniahidi zaidi. Nikimtazama Mungu aliyeniahidi, siangalii mazingira tena. Musa alilia na Mungu akampa maelekezo. Kosa aliyofanya ni pale tu aliponyanyuka pale na ile fimbo. Akawaita watu wote akawaambia, haya, sikilizeni enyi waasi. Hasira ni mbaya. Hasira ni mbaya. Sikilizeni enyi waasi, tuwatokezee maji. Kuna sentensi nataka leo mzielewe ambazo hata kwenye kuhubiri tunazikosea wakati mwingine. Ziko pale. Tuwatokezee maji, enyi waasi. Akapiga maji yakatoka. Mara nyingi tunamlaumu Musa kwa kosa la kupiga, kwamba ndio lisababisha asiingie, lakini kuna makosa afuatayo. Mungu ameyataja mwenyewe. Utasoma sura 20 kwa muda wako. Moja, Mungu anasema hamkunipa heshima yangu. Moja, hamkuniamini. 2, hamkunipa heshima. Turudi, ngoja tuisome pamoja. Naweza katusaidia zaidi. Hesabu sura 20, ukifika hapo sema amina. Ni mstari wa ngapi huu? Wa 10. Asante sana. Kisha Mose na Aaron wakakusanya jumuiya yote ya watu mbele ya mwamba. Naye Mose akawaambia, sikilizeni enyi waasi, je, tuwatoleeni maji kutoka mwamba huu? Kisha Mose akainua mkono wake akaupiga ule mwamba mara 2 kwa fimbo yake, maji yakabubujika kwa wingi, watu wakanywa pamoja na mifugo. 12. Lakini Mwenyezi Mungu akamwambia Mose na Aaron, kwa kuwa nyinyi hamkuniamini mimi. Kosa la kwanza ni nini? Jamani, kupiga mwamba? Hapana. Kosa ilikuwa hamkuniamini. Stop hapo kidogo. Kwa nini Mungu haongelea habari ya kupiga mwamba? Anasema hamkuniamini. Sikiliza. Ilikuwa ni kawaida kwa wachungaji wa jangwani wenye uzoefu kama Musa. Kuna mawe, miamba mikubwa, walikuwa wanaijua ya kwamba inakusanya maji, na ilikuwa kawaida kwa utaalamu wao kujua huu mwamba una maji, na ili wapate maji walikuwa wanagonga ule mwamba. Wakiutoboa ule mwamba, maji yanatoka. Wangapi tunajua habari ya kuchimba visima leo ardhini? Si unajua wanatafuta pia mwamba. Wakipata mwamba, maji yanafanya nini? Sikiliza vizuri hapa. Musa alipoenda mbele ya ule mwamba, alienda na akili ya utaalamu wa jangwa, lakini sio akili ya Mungu. Bado mchungaji ya kuelewa. Akili ya jangwani nasema, Musa, huu mwamba una maji, inatakiwa ugonge. Ukigonga huu mwamba, maji yanafanya nini? Yanatoka. Akili ya kimungu inasema, nenda ongea na mwamba. Nikana kwamba Musa anasema Mungu alikosea. Huwa hatuongei na mwamba, tunafanya nini? Tunagonga. Relax, mtoto wa Mungu aliyeko hapa. Baraka za Mungu ziko mbele yako kama utakubali kumtii Mungu bila kutumia reason zako za kibinadamu.
tumia za kiroho. Jamani, kosa la kwanza ni kuamini. Kutokuamini. Mnajua Yesu katika vitu ambavyo anavitafuta siku ya mwisho, anasema, je, atakapokuja mwana wa Adamu atakuta nini? Imani. Sisi huku tunakimbilia vitu vingine, kumbe anatafuta kitu gani? Imani. Imani maana yake ni nini? Waebrania sura ya 11 inatuambia maana imani ni kuwa na hakika ya mambo ya tarajiwayo, ni bayana mambo yasiyo. Sikiliza vizuri. Mashaka ni nini? Ambapo mashaka ni kinyume cha imani. Mashaka ni kutegemea mazingira yaliyopo kuamua hatima yako. Kama hujaelewa sema rudia. Imani ni kutegemea ahadi za Mungu hata kama huoni ushahidi. Lakini mashaka ni kutegemea mazingira na ulicho nacho ili kuamua hatima yako. Hapo ndipo wengi tunapokosea. Kuna mtoto yuko hapa, kuna kijana yuko hapa, unasikia kabisa unahitaji kwenda kusoma chuo, university, lakini huna school fees. Unaanza kupata stress kwa sababu unafikiri kwamba kusoma kwako kunategemea pesa, kumbe kusoma kwako kunategemea komandi ya Mungu. Haleluya. Kuna rafiki yangu nimemwomba nitumie picha na itafuta bado, ambao nitaonyesha nilipokuja hapa Jericho hapa zamani. Miaka mingi sasa nilikuwa na chat naye hapa, ananiambia, yani ile picha yako ukiona ungejua hilo kanisa utakuja kuhubiri tena. Kulikuwa na kakibao kenu nimekakumbuka kazamani, kalikuwa kakibao kachuma. Sijui mlikangoa mmepeleka wapi. Ndio nilipiga picha hapo. Nilikuwa mdogo. Tulikuja hapa. Wakati huo mimi nilikuwa natokea Loitoktok hapo. Nikikwambia na muamini huyu Mungu, sikwambii story za Biblia, nakwambia maisha yangu binafsi. Huyu Mungu amenitendea. Nikwambia kuna wakati nilikosa ada. Wakati huo nakuja Kenya hapa, nilikuja Kenya kufundisha kwaya ili nipate school fees ya sekondari. Nilispendi mwaka mzima. Wakati nimeshapata pesa narudi kule, shule ilinikataa. Wakaniambia wenzako wameshasonga mbele, kwa hiyo inabidi urudie. Na mimi nikamwambia sirudi. Mwalimu akaniambia ni wazi tu, kama urudi basi. Na mimi nikamwambia sirudi, nasonga mbele maana nahitaji nikamtumikie Mungu. Akaniambia hakuna, ulishapoteza mwaka huu. Lazima ufanye nini? Urudie. Nilivogoma akaniambia basi nitakuacha usome, lakini mtihani hutafanya hapa. Kule Tanzania tuna kitu tunakiita private candidates. Sio kama na Kenya nayo mnayo. Basi nikaenda kujaza form ya private candidate. Na kila safari ya mafanikio ina vikwazo. Haiendi kwa urahisi. Nikaenda kwa shule nyingine ya government. Kufika hapo inatakiwa nisainiwe ili nifanyie kwenye kituo hicho. Sasa kuna vitu vingine nikivisema hapa mbele, ujue naongea ile sehemu ya ubinadamu wangu. Ili niwaonyeshe Mungu alivyo na nguvu. Haleluya. Nikafika pale na form, nimesimama hapo nje tu. Shule imefungwa lakini headmaster alikuwa yuko ndani, yuko na headmaster wa shule nyingine. Nikasikia tu ile headmaster anasema, "Nani yuko hapo nje?" Nikamwambia ni mimi. "Wewe nani ambao unasikiliza watu wazima wakiongea? Unaweza kuingia tena hapo ndani?" Tayari unaweza kuogopa. Nikamwambia ni mimi. Sasa njoo. Kwa hasira nikaingia ndani, niko na fomu yangu. Una shida gani? Nikamwambia nataka kufanya mtihani lakini kama private candidate unisainia hapa. "Wewe jina lako nani?" Nikamwambia naitwa David Mbaga. Ile nasema tu David Mbaga anadaka headmaster mwenzake wa shule nyingine ambaye yuko pale. Nilikuja kujua ni headmaster mwingine baadaye katika mazungumzo. Huyu mmoja ndiye ananasa sasa, anasema, wewe ni ndugu yangu kabisa wewe. Mbona jina linafanana la mwisho?" Ni kweli ukoo wetu ni mkubwa hata tufahamiane. Kwa hiyo ndio maana tunamaliza na hiyo jina ya mwisho ili tusije tukaoana. Maana wako kila mahali. Akamwambia yule headmaster mwingine, "Msainie, huyu ni ndugu yangu." Yule akachukua fomu ile, akasaini, akamaliza. Natoka nje.
naangalia fomu ile kwa furaha, ninagundua hakujaza center. Nikajaza center ya shule niliyokataliwa. Kwa hiyo shule walionikubalia kusoma tuition, wakashangaa katika listi ya wale wanaofanya mitihani jina langu linafanya nini na imetoka serikalini. Nani alimjazia fomu? Hawajui. Nikafanya mtihani. Yule mkubwa aliwahi kuniambia kabisa, sababu ya kukataa wewe, aliniambia wazi kabisa, nilimpenda, alikuwa mkweli. Akaniambia sababu ya kukataa wewe hapa, sitaki 0. Unaanza kuelewa sasa eh? Hiyo ndio sababu ya msingi. Kwa sababu umespendi mwaka mzima kule Kenya, nimekwambia urudi hapa, urudie darasa, umekataa. Kwa hiyo ina maana tumekuvusha darasa. Haiwezekani mtu aliyevuka darasa ambaye mtu ni average. Umeelewa eh? Staki F hapa. Basi nikamaliza, nikafanya mtihani kama private candidate. Na mnajua pia school candidate wana privilege kubwa kuliko private, maana marks zao zinakusanywa kwenye vitu vingi. Siku hiyo napiga simu kwenye ile shule, nauliza matokeo yametoka? Akasema ndio. Nasubiria nitajiwe zile namba za hatari. Unajua kuna herufi za hatari katika mitihani ambazo zikiwa kwenye gari ni baraka. Jamani, ukiwa na gari yako pale ikiwa imesoma F, maana yake ni nini? Full tank. Kwa nasubiria nisomewe. Akaanza kunisomea moja baada ya nyingine, moja baada ya nyingine. Niwaambieni katika masomo yote niliyofanya nilipata F hii ambayo hata nyie mnaijua. Moja peke yake. Zingine zote pass zote. Mtu aliyepoteza mwaka huu, nikwambie, moja ya sababu kubwa ya balaa inayopata watu ni kumsahau Mungu alipowatoa. Watu wakalalamika, wakaendelea kulalamika, wakalalamika. Musa na yeye kosa kubwa sana ilikuwa ni hasira. Sikia kidogo. Kinachotuponza watoto wa Mungu mlioko hapa, usije ukaendekeza hasira. Acha tabia ya kusema sisi huwa ndivyo tulivyo. Hakuna kitu ndivyo tulivyo. Ukisha kuwa na Kristo Yesu, inatakiwa kila aina hisia zako ziwe subjected. Haleluya. Usije ukaanza kumiliki, sisi huwa tunakuwa hivi, kabila letu linakuwa hivi. Hatuna kabila kwa Kristo Yesu. Sisi ni mzao mteule, taifa takatifu. Mwambie Mungu, hiki kitu kiko ndani yangu, sikitaki, nahitaji unitawale wewe. Kosa moja tu. Biblia inasema ulimi ni kiungo kidogo, lakini madhara yake makubwa. Wakakosa kumwamini Mungu. Mimi nikiomba maombi yangu, kuna vitu viwili namuomba Mungu vikubwa, na sitaki uniige, ila kama Mungu atakuongoza kwamba iko sawa sawa. Mimi na vitu viwili vikubwa, kila nikipiga magoti ni kama hiyo narudia. Moja, namwambia Mungu, nipe hekima ya kutoka na kuingia. Haleluya. Biblia inasema utufundishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa nini? Wa hekima. Nakaribia kumaliza sehemu ya kwanza tu, tutaingia sehemu nyingine baadaye. Kukosa imani. Kukosa imani kunaleta balaa. Kwa sababu ukikosa imani unajiamulia njia zako wewe mwenyewe. Umeomba huoni majibu, umeomba huoni majibu, unaanza kutafuta shortcut. Niwaambieni, Musa na Haruni hawakufa kwa sababu ya uzee. Kabisa, kasoma Biblia yako. Hawakufa kwa sababu ya uzee. Nenda kaangalie vizuri.
Haruni siku ambayo anakufa, Mungu anatoa maelekezo, anamwambia Musa, Haruni atakufa leo. Anasema nenda naye kwenye mlima. Kwa hiyo Haruni alikufa kwa kulala tu. Habari imefanya nini? Musa sasa alikuwa na miaka mingapi? Miaka mingapi? 100 na ngapi? Jicho lake halikuvaa miwani. Anaona, yaani kuna sehemu vijana wakitazama hivi wanaanza kusema mimi pale sioni. Musa anambia nyoka, yule si nyoka yule. Mzee wa miaka 120. Sasa sikiliza. Tunapokosa imani, ngoja Roho Mtakatifu atusaidie tuweze kuelewa hili. Nisikilize vizuri kwa umakini. Mtoto wa Mungu, nisikilize vizuri. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kama kuna kitu kinamfanya Mungu asmile, ni mtoto wake akiwa na imani. Imani ni nini? Ni kuwa na hakika ya mambo yanayotarajiwa, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Yaani unaulizwa, mbona bado una furaha? Asema kwa sababu Baba ameahidi. Mbona huna pesa? Sisi hatuongozwi na bank account, tunaongozwa na Baba wa mbinguni. Kuna mtu hapa ana stress kabisa, ukimtazama na stress unamwambia bwana vipi? Pesa ya kulipa nyumba sina. Msijisumbue kwa neno, isipokuwa kwa kila neno kwa kusali na kuomba na tena kushukuru. Asante sana. Pamoja na kushukuru, haja zenu zijulikane na nani? Na amani ya Kristo itahifadhi mioyo yenu. Unavyoendelea kuwa na stress, una weaken immune system, unaharibu ubongo wako, unaharibu moyo. Niwaambieni, kuna watu hapa ukisikia, ukipimwa tu ukiambiwa moyo umepanuka, madaktari wako hapa, ni mashahidi. Sababu ya moyo kupanuka ni pressure iliyokuwa ya juu kwa muda mrefu bila kutibiwa. Na kuna wengine hapa imani zao tena zinaenda zinapitiliza tena. Ukimwambia nenda ukapime pressure, staki, wataniambia ninayo. Kwa hiyo wakikwambia unayo, una shida gani? Si ni bora ujue ili utafute hekima ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Nimesema mchana nitaingia sehemu ya pili. Nataka nitengeneze vizuri hapa, tuingie kwenye maombi, alafu ile jioni tutaingia katika sehemu ya pili. Sikiliza hapa. Watu wakaja kwa Petro, wakamuuliza, Kefa, mwalimu wako huwa analipa kodi? Swali la mtego hilo. Ili akisema hapana, tambia huyu jamaa amekuja kupindua taratibu. Kefa naye akaenda kwa Yesu, akamwambia, Rabi, mwalimu, watoza nusu shekeli wamefanya nini? Wamekuja. Hebu relax kidogo hapa, tuwatch hii movie pamoja. Nataka tuwatch hii movie tukua pamoja. Ukisikia Kefa anaenda kwa Yesu kumwambia watoza nusu shekeli wamekuja, ni kama vile kuna mjadala ulikuwa unafanya nini? Ulishaendelea kati ya Petro na nani? Na Yesu. Na baadhi ya watu wanahisi kwamba mgogoro mkubwa ilikuwa ni huu. Petro alikuwa na mpango ufuatao: twende tukafanye kazi ya kuvua samaki, alafu tuje tuhubiri Injili. Yesu akasema, anayefanya mawili moja humponyoka. Njoo kwenye hii kazi peke yake. Petro anasema shida itakuja tu, tutahubiri Injili, lakini kuna siku tutataka hela. Yesu inakuwa hajasema nisikilize mimi, kwa saa ya kudaiwa imefika. Nikana kwamba anamwambia Yesu, nilikuambia tuwe tunaenda kuvua samaki tuuze, tukiwa na hela mfukoni tukahubiri nini? Sasa ona mambo yako sasa. Haya, wamekuja. Yesu akamwambia, kule ulikozoea nenda ukavue, alafu samaki wa kwanza utakayemtoa atakuwa na nusu shekeli. Tena sio nusu, ilikuwa ni zaidi, maana alimwambia utalipa kodi ya kwako na ya kwangu. Hebu mtoto wa Mungu liyeko hapa usikilize hii point. Petro alifanya kazi gani ili kupata ile pesa? Alifanya kazi gani?
Mmoja anasema kuvua, mwingine anasema hakuna. Majibu yote mawili ni sahihi. Tuanze jibu la kwanza. Jitihada aliyofanya ilikuwa ni kutii maelekezo. Nenda kavue nini? Samaki. Muujiza unaonekana pale ambapo samaki anatema pesa. Hapo ndipo muujiza ulipo. Naomba upumzishe akili yako kidogo hapa ili upokee haya maelekezo, umshukuru Mungu kwa kila kitu. Sio kila anayefanya kazi anapata kipato. Na sio kila anayepata kipato kinakaa. Kuna mwingine akishapata tu pap, kikiingia tu kwenye mfuko au kwenye akaunti, ni kama vile roho ya magonjwa imeona. Mtoto alikuwa anaendesha baskeli, amevunjika mguu. Jamani, yapo haya mambo. Hajakaa sawa. Wengine ni wazaliwa wa kwanza kutoka nyumbani kwenu. Sina maana mzaliwa wa kwanza kifungua tumbo. Nina maana mzaliwa wa kwanza wa cheo. Tunajua tofauti zake. Wa cheo ni yule ambaye huenda hata ni wa pili au watatu, lakini mahitaji ya ukoo mzima. Na kuambia ukitaka ujue wewe ni wa cheo, subiria siku umelazwa Nairobi Hospital. Watatoka Kisii, Ogembo, watakuja kukutazama, na siku wakiondoka wanakuomba nauli. Na upo kitandani hapo kabisa. Anaambia sasa tunataka tuondoke turudi. Sasa kanauli tu. Mmekuja kumwona mgonjwa. Jua wewe ni mzaliwa wa kwanza wa cheo. Sasa nataka uweze kumshukuru Mungu hapa. Ukiona umepewa hekima ya kutunza pesa, mshukuru Mungu. Ukiona umepewa hekima, kuna watu hapa tunamlilia Mungu, Mungu mbona hunibariki? Mbona hunipiki? Mungu anakutazama, anasema hivi, nikubariki namna gani? Unapata mshahara wa 50,000. Nimezuia magonjwa. Haleluya. Unapata mshahara wa 20,000. Nimezuia nini? Unapata mshahara wa 10,000. Nimezuia nini? Kuna mwenzako anapata mshahara wa 1,000,000 kwa mwezi, lakini kila wakati anapeleka pesa dialysis. Tungefunguliwa macho ya rohoni, midomo yetu ingetamka imani na kumshukuru Mungu kuliko kulalamika. Hamjawahi kuona watchman ambaye amejenga nyumba lakini bosi wake anakaa nyumba ya kupanga? Naomba msimame. Tutaingia sehemu ya pili. Lakini leo ujifunze moja ya sababu kubwa ya balaa ni ukosefu wa nini? Wa imani. Hatuongozwi kwa tunachokiona, tunaongozwa na aliyetuambia songa mbele. Mungu akisema songa mbele, songa mbele. Haleluya. Mnakumbuka namwambia Musa, mbona unalia? Waambie watu waendelee. Mungu, tuendelee mbele wapi? Kuna bahari. Nimesema endelea wapi? Yaani Mungu umuulizi maswali, mbona kuna bahari? Akisema endelea mbele, endelea. Na baadhi ambao mko hapa, nimetaka niongee haya mkiwa mmesimama. Kuna vitu katika maisha yenu havitabadilika mpaka mchukue hatua ya imani. Jordan ilikuwa mbele yao. Biblia inasema nyayo za makuhani zilipokanyaga kingo za mto, ndipo mto ukafanya nini? Ukagawanyika. Kuna watu mko hapa, kazi ni kulalamika tu. Mimi naona. Wewe unaona nini? Chukua hatua. Mungu amesema nenda mbele, nenda. Usiogope. Kuna sehemu unaweza ukafika hapo ukasema sina mtu wa kunipatia connection nipate ajira. Unataka connection ya watu au connection ya Mungu? Mungu akisema nenda, nenda. Kuna saa utaenda na ujasiri wa kimungu na utakosa kazi. Haina maana umekosa, ulikuwa shule. Haleluya. Mungu alikuwa kuexpose kwa watu, ujue kujibu maswali. Kuna watu wajui kujibu maswali. Inabidi Mungu akupeleke kwanza kwenye interview. Haleluya. Maana maswali ya interview makubwa siku hizi ni haya.
Why can we hire you? Swali simple. Unakuta jamaa anachanganya maneno hapa kweli kweli. Well, because I can work. Everybody can work. Why you? Kwa hiyo ulivyokosa ukaenda kusoma, ukajua. Watu wa interview wako hapa wananielewa sana. Unapigwa swali moja simple. Tell us about you. Simple. Unaanza kwetu tuko 7. Mungu atusaidie sana. Huenda kuna mtu ujumbe wa leo sehemu ya kwanza ni wa kwako. Muamini Mungu. Mungu akikuelekeza kitu, hata kama akili yako inasema ni cha kijinga, fuata. Muujiza haukuwa katika fimbo ya Musa. Muujiza ulikuwa kwa Mungu aliyetoa amri. Muujiza haukuwa katika nyayo za makuhani. Muujiza ulikuwa kwa Mungu aliyetoa maelekezo. Kuna mtu uko hapa, unaota ndoto za mambo makubwa kule mbele. Hata ukikaa unawaza, lakini hofu inakuingia. Ni kawaida kuogopa. Leo nahitaji ubadilishe mtazamo. Usiangalie mambo yanayokuzunguka, angalia Mungu anayekupa maelekezo. Huyo ndiye Mungu wa kumtazama. Usiende mbele za Mungu na kumwambia habari ya mtaji wa biashara. Nenda mwambie Mungu habari ya baraka ya biashara. Baraka ya biashara italeta mtaji. Wow! Haleluya! Acha kumwambia Mungu nataka nipate A. Kuna watu wana A lakini hawapati kazi. GPA nzuri, lakini kuna mtu alikuwa na GPA nzuri, PhD ya kutosha, lakini kila akienda kuomba kazi anaambia you are overqualified. Hadi tulipokutana naye nikamwambia tumia akili. Sasa nifanyeje pastor? Nikamwambia tumia cheti cha diploma. Akatumia. Akapata. Baadaye sasa fumua vyeti vingine taratibu. Watu wangu wanaangamia kukosa nini? Una mpango gani leo upeleke kwa Yesu? Mchana wa leo kazi yetu ni moja tu. Mipango yetu yote na ukubwa wake tunampelekea Bwana. Nahitaji tumwambie Mungu mambo makubwa ambayo yakitendeka hatutajisifia sisi. Utukufu utakuwa wa nani? Mpaka likitendeka. Hata ukisimama siku ya meza ya Bwana ukisema nina ushuhuda, unawaambia watu, si mnajua familia yetu si mnajua wazee wangu? Ndio Mungu ameniweka hapa. Fumba macho. Mwambie Mungu yale mambo yako. Kuna ndugu zetu wana follow online, ni wakati wa maombi, na wewe pia mwambie Mungu mambo yako. Haijalishi unapitia nini, una mpango gani. Lengo letu sio tubarikiwe ili tuanze kujitangaza. Lengo letu tubarikiwe ili tutumie hizo baraka kuwavuta watu kwa Yesu. Hiyo ndio target. Fumba macho, omba ndani ya moyo. Endelea kuomba kimoyo moyo, mwambie Mungu mambo yako. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Baba yetu, Mungu mkuu, leo tumeanza sehemu ya kwanza, jioni tunaingia sehemu ya pili. Kumbe tumejiletea balaa kwa sababu ya ukosefu wa imani. Na imani hii ni kwa sababu hatukuamini wewe. Baba, sio kwamba hatuamini kwamba wewe upo, hapana. Hoja hapa sio uwepo wako. Tunaamini upo. Ila kuna saa tuna mashaka. Je, atatenda? Hapo ndipo shida ilipo. Jambo la kwanza tunaomba utusamehe. Maana kuna maelekezo mengi umetupatia, lakini tukawa na mashaka. Je, atatenda? Kumbe tunatakiwa kukuamini wewe. Naomba kwa ajili ya mtoto wako anayesikiliza kipindi hiki kwa njia ya television,
kwa njia ya mtandao, kwa njia ya YouTube. Naomba kwa ajili ya mtoto wako aliyeko hapa leo pamoja na sisi katika kanisa la Jeriko, kambi hili likawe ni kambi ambalo anabadilisha mtazamo. Kuna ndoto na njozi unazompa. Wengine hapa kuwa madaktari, wengine hapa kuwa mainjinia, wengine kuwa maloya, wengine kuwa mama bora, baba bora. Njozi hizi zote tunaleta mikononi mwako, tusaidie. Lakini pia yeye Mungu, tunaomba hili, utusamehe. Mara kadhaa ulipo tubariki tulijiinua, tuhurumie. Unapotuhurumia, neema yako ikawe nasi. Tulete tena jioni tukasikie sehemu ya pili, kwa nini balaa zinatupata. Lakini tukisikia na kuelewa, tusiwe wasikiaji tu, tuwe watendaji. Bariki kila mmoja wetu, kwa jina la Kristo Yesu tumeomba na kuamini, amen. Jameni, kanisa la Yesu, mnasemaje? Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya mtumishi wa Mungu. Mungu akuneemesha, akutumie tena wakati unaofaa, wakati wa jioni na siku kwa siku kama inavyokuwa, pamoja na wale watumishi wengine ambao tuko pamoja nao. Kumbuka kwamba tuko YouTube channel katika line nyingi, lakini zile siko official kutoka hapa ni 3, Jeriko Seventh Day Adventist Church, The Hope Channel Kenya na East Kenya Union Conference. Bwana Yesu asifiwe. Tungependa kutuma ujumbe wa salamu za baraka kwa wenzetu kutoka sehemu mbalimbali ambao tumewaona wanatuma salamu hizo na wamependezwa na mkutano. Wangependa kuombea mkutano huu usiri kuendelea. Popote mlipo, neema ya Bwana iwatoshe, na asanti kwa sababu ya kukubali kuabudu nasi chapo katika umbali wenu. Neema ya Bwana inatuunganisha. Ninaomba kwamba ni wataarifu mambo yafuatayo kwa utaratibu wakati mzee wa Samu atakapokuja kutupatia jinsi ya mapumziko yetu ya maakuli ya mchana. Watoto, tunashukuru kwa sababu